Bwana Yesu apewe sifa. Leo kamera yetu imemtembelea Bibi Evaristi. Ni moja kati ya wabibi ambao ni wa baraka sana katika jamii yetu. Na baada ya kutoka kanisani, basi ikabidi niongozane naye nyumbani kwa ajili ya kupata mawili matatu. Lakini kitu ambacho ni cha kustaajabu, licha ya changamoto ya mvua, barabara huku Moshi, hususani maeneo yote ya vijijini, huwa yana changamoto na hayapitiki. Lakini bibi huyu anaweza hata kuvumilia na kuweza kuja kanisani. Basi eneo la Kimaroloni ini kwa barabara ambayo inanyooka, utaangalia jinsi changamoto jinsi ambavyo ilivyo. Lakini kiukweli Bibi Evaristi pamoja na kuwa na miaka yake hiyo 90, kwa maana amezaliwa mwaka 1935. Sasa ana uwezo wa kuweza kuja kanisani, lakini si kwa sababu ya yeye, lakini ni kwa sababu ya Mungu, ni kwa sababu ya Roho Mtakatifu, ni kwa sababu ya jinsi ambavyo anatunza ushuhuda wake mzuri wa kuweza, yani kwa maana maisha yake yanakuwa ni ushuhuda kwa jamii ambayo imemzunguka. Sababu kipindi Bibi Evaristi anaokoka mwaka 2016, jamii yake ilimcheka sababu alikuwa amezoea kuwa naye katika jumuiya, walikuwa wamezoea kuenda naye kanisani, maana bibi alikuwa bado ni muarasi kwa maana ya Mkatoliki. Lakini wao walimpatia muda kwa maana ya siku kadhaa atarudi tu Katoliki. Lakini tangu 2016 mpaka sasa, hata kama kuna changamoto ya mvua, Bibi Evaristi hajali matope, hajali barabara haipitiki, lakini anachojali ni kuja kwa Mungu wake. Sasa Bibi Evaristi leo nimeweza kumtembelea na tumeweza kupiga naye story 2-3, lakini pia kiundugu ni bibi yangu. Na Bibi Evaristi nimesema kwamba kazaliwa mwaka 1935, na hapo ni alikuwa akipita ni njia yake kila siku kwa maana ya kuja kanisani. Bibi Evaristi, mahali ambapo amezaliwa na mahali ambapo ameolewa pana ukaribu sana, kwa maana mahali ambapo amezaliwa ni kama hapo ambapo unapopaona sasa. Hiyo ni sehemu ambapo Bibi Evaristi amezaliwa hapo. Lakini pia ukienda kwa pembeni kidogo, hapo ndipo Bibi Evaristi alizaliwa kwa miaka hiyo mwaka 1965. Kulikuwa hakuna nyumba kama unavyoona, ilikuwa na nyumba za marawa. Lakini kwa upande wa jirani, hiyo nyumba nyupo unayoiona hapo ni sehemu ambapo Bibi Evaristi aliolewa, kwa maana sehemu alipozaliwa na sehemu alipoolewa ilikuwa ni majirani. Sasa mimi nimebisha hodi hapa kwa ajili ya kuweza kupata mawili matatu na bibi. Ninaitwa Maria William. Nimezaliwa Arusha 1935. Tukahama Arusha tukarudi Sambarai. Sasa niko Sambarai kwa muda mrefu, nilihamia hapa mwaka 1951. Basi wazazi wamekufa, hawako tena duniani. Na huyu baba wa familia pia naye hayupo, naye alishaondoka pia. Na watoto pia wameondoka 4. Sawa, nikabakia na 5. 2 wa kike na 3 wa kiume. Ndio tulivyo hapa sasa hivi. Kwa hivyo tuko Sambarai, sehemu ya Mtoni huku, tunachunga kima saa yote tangu mwanzo mpaka mwisho, mpaka uvune. Tunapanda Mtoni huko, unakaa huko mpaka uvune. Ya wapi? Shule umesoma wapi? Mimi nimesoma Arusha mpaka darasa la 2, nikatoka huko nikaenda Msinga Juu, Santa Maria. Kule Kibosho Msinga Juu. Nimekaa pale miaka 6. Nikaona elimu inanizumba yumba, wanayumba, nikaondoka nikaachana na kisomo nikiwa darasa la 6. Nikarudi Sambarai, jembe begani, kulima mpaka sasa hivi niko kwenye habari ya kilimo tu. Miaka yote hiyo mpaka sasa unajishughulisha na kilimo tu? Ndio. Kilimo cha mahindi, maharage. Na ni shamba la hapa nyumbani? La hapa nyumbani.
Sasa hivi una umri wa miaka 90. 90. Kwa hiyo umeanza kulima ukiwa bado binti mdogo sana. Nikiwa mdogo sana. Mdogo sana. Nikiwa labda na miaka, nilipoacha shule nilikuwa na miaka 20. Ndio. Ndio wakati huo jembe begani mpaka sasa hivi. Ndio. Vipi safari yako ya wokovu ilianza wapi? Labda tupende kufahamu uliokokaje. Sijui. Ngoja nilete ile karatasi. Kabla ya kuokoka ulikuwa unasali RC kwa muda mrefu sana. Kabla ya kuokoka nilikuwa kwa RC tangu nikiwa mtoto. Ndio. Sasa baadaye nilipopata akili nikaona ngoja nitafute Yesu alipo. Ndio. Nikampata. Basi ndio nikaokoka, nikamchagua Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ndio. Sawa. Mpaka sasa ndio nilikuwa nasali kule kwa Korea kule chini. Kule chini. Ndio. Baada kidogo Mungu akatubariki tukapata kanisa hapa karibu. Kanisa la VICC Sambarai. Hapa ndio tunasali mpaka sasa hivi. Ndio. Sasa una umri wa miaka 90. Una umri wa miaka 90. Na tunaona kwamba kwa umri wako kuna mabibi wengine hawawezi hata kutembea kuja kanisani. Kila mmoja na bahati yake. Hawawezi hata kufanya kilimo sababu tangu mimi nakufahamu umekuwa ukilima shamba ambalo shamba hilo ni zaidi ya nusu heka. Ndio. Umekuwa ukilima, umekuwa ukifuga mbuzi tumeona, lakini pia na kuku pia tumeona. Sasa unajisikiaje ndani ya moyo wako ya kwamba mimi nataka tu hata niendelee tu kulima? Hata sasa ninavyoumu. Ndio. Naenda huko na shamba na ngoa hata kwa mikono. Ndio. Familia yako kwa maana ya watoto, wajukuu zako wameokoka. Na hapo awali wewe ulikuwa RC kwa kipindi kirefu sana. Ndio. Na ulikuwa mshirika mzuri sana wa jumuiya. Sasa baada ya kuokoka, majirani na marafiki walisemaje kuhusu wewe? Walisema huyu naye ameokoka na uzee wake wote huu anatangatanga kwa sababu gani? Ni mpaka sasa tunaona una miaka 90. Na bado upo unadunda na Yesu. Sina shida. Na hauna shida. Sina wasiwasi kabisa. Tumeona katika changamoto hizi za mvua, mahali ambapo unapita unakanyaga ni sehemu zina matope, ni sehemu ambazo siogopi. Hauogopi. Sina hofu kabisa. Najua atanifikisha tu. Nikamwambia shida zangu huyu baba naye. Na mimi naumwa vile vile. Sitarudi nilipokwenda, nitarudi na nafuu, nimepona. Baba yako ni mtu wa Kilimanjaro au ni mtu wa... Ni Mchaga wa Kibosho. Ni Mchaga wa Kibosho. Na mama pia ni wa Kibosho. Maana kwa historia ulisema kwamba baba yako alitokea sehemu za Arusha. Alikuwa ameenda kule, alienda kikazi. Ndio. Baada ya yeye kuoa ameondoka na mke wake wakaenda Arusha. Ndio. Ndio nikazaliwa kule Arusha. Ndio. Na umezaliwa ikiwa kama mtoto pekee. Kwa mama. Ndio. Baba akaoa mke mwingine sasa. Ndio. Baba alioa mke mwingine aliona akaoa mke mwingine amemzalia watoto. Ndio. Na baba alikuwa anafanya kazi na Wamangi wa kipindi kile. Wakati ule alikuwa anafanya kazi huko Bwana Hakimu na Mtapta wa Jaji Kata. Kwa hiyo baba alikuwa ni Bwana Hakimu. Bwana Hakimu na ni Mtapta wa Jaji Kata. Ndio. Huko Arusha Tumoshi, anatoka Arusha Tumoshi hivyo. Ndio. Basi sasa kule mashamba ni ya shida, kashamba ni kadogo. Huyu Mangi Buitori huyu ndio akamshauri akamwambia achana na wazungu bwana, achana na wazungu. Njoo huku kuna nyumba na mashamba utapata, utaishi vizuri. Utakupa kazi. Na Mangi Buitori kwa kipindi kile alikuwa ni Ngilisho. Mangi Buitori kwa kipindi kile alikuwa ni Mangi Ngilisho. Sio Mangi Ngilisho. Ndio. Mangi Buitori ni wa Machame, Ngilisho ni wa Kibosho. Shangali. Ndio. Basi ndio baba akahama Arusha mwaka 1951. Akatoka huko akaja hapa, kulikuwa kuna nyumba hapo. Ilikuwa ya mzungu fulani alikuwa amekaa hapo. Basi baba akakaa na familia yake pale na mimi niko Kibosho sasa wakati unasoma. Basi baba naye
Akakaa hapo, amepewa shamba kule maili 6 eka 10 na pale si barabara ya Kibosho pale ana sehemu kiwanja amejenga nyumba pale kwa Zambeki pale. Akatoka huko. Mama yangu sasa siko kwao, ameachana na baba. Mimi nimeshaacha shule, niko nyumbani, nikamshauri baba naenda kumchukua mamangu. Baada ya hapo akasema ngoja basi nimjengee mama yako mdogo nyumba kule shamba la maili 6. Akajenga likawa tayari, akaniambia basi nyumba ni tayari, mimi anahama. Nikamchukua mama yako, nikamchukua mama yangu, nikamleta nyumbani, tukakaa pamoja hapa mpaka nilipoolewa hapo. Basi akaishia hapo. Sasa kwa maisha ya zamani, kwa maana ya miaka yenu mlivyokuwa mkiishi, utamaduni wenu mlivyokuwa mnachanganyikana na watu, ukifananisha na maisha ya sasa hivi, kuna utofauti gani unaoona wewe? Maisha ya zamani watu walikuwa wanapendana. Walikuwa wanaheshimiana, wanashirikiana, wanakula pamoja, kila kitu wanafanya kwa pamoja. Ukiamka asubuhi kabla hujatoka kwenda kufanya shughuli unamwamsha mwenzio aise kumekucha. Tunakasa ni kuwajibika, lakini sasa hivi kila mmoja kikwake. Si kweli? Hakuna maendeleo yote sasa hivi. Wanasema hamna hela, hakuna hela, lakini kuna wengine wana hela. Kuna wengine wana hela, mwingine kabisa hata kachai karangi asubuhi hapati. Maisha kwake yanamwendea vibaya. Basi ndio hayo tunayaona. Katika sasa hivi hakuna ushirikiano wa aina yote. Zamani wewe hata mwenyewe kama hujanywa chai mwenzio anakuletea hata na kikombe anakuambia hebu amsha kinywa ndio utoke. Utafanya bidii baadaye utapata hata sukari hata karobo katakusaidia. Naambia amina bwana, asante ndugu yangu. Asante ndugu yangu umenikumbuka. Basi ndio. Lakini pia sehemu ambayo wewe unakaa ni sehemu ambayo mama wa babu yangu, yani kwa maana ya mama wa babu yangu ambaye alikuwa anaitwa Monica, alikuwa anakuja sana, na nafikiri Monica unamfahamu vizuri sana. Mtoto wa kwanza kwa Mareseli wa kike. Na baba wa babu yangu unamfahamu vizuri sana, mzee Josefu. Ninafahamu kabisa. Lakini pamoja na mama yake. Pamoja na mama yake. Kwa maana ya bibi wa babu yangu. Mati. Unawafahamuje wewe? Bibi wao. Au tumefahamiana hapa Sambarai. Na bado mtoto mdogo mtu akiwa ni Magdalena ameoa mtoto wa kwao. Ndio. Na bado Matilde ni bibi yangu. Ndio. Ni ndugu mmoja na bibi aliyemzaa baba Joakim. Ndio. Ndio tukafahamiana hapo. Hata bibi Matilde alipofariki, ndio mimi nilikuwa Njombe. Na akafa nikiwa Njombe. Ndio. Vile bangili na vishaka vya Kiruni walichukua wakavifunga, iliporudi hapa nyumbani wakanivika. Ndio. Bibi yako aliondoka, kwa hiyo vile vitu vyake alikuwa anavaa bibi yako hapo wewe. Ndio walishwa mkononi na shingoni. Ndio. Kwa hiyo kwa mahusiano ya vizazi vya zamani, maana mimi kidogo ni mdogo, kwa maana sijui inaliwekaje, kwa maana mama wa babu yangu mimi, au tuseme mama wa babake na babu yangu mimi, mzee Josefu, alikuwa na undugu na bibi yako wewe. Ndio, anasema ni mama mkwe. Anasema ni mama mkwe. Sasa mimi kwa kizazi cha sasa hivi unaweza kukutana na bibi uko njiani na usijue kama ni ndugu yako. Lakini mimi nilikuja kushangaa unafahamu historia ya familia yangu mimi. Unajua mababu zangu wa zamani namna nilipokuwa nashirikiana na wamishonari kule Kibosho kule kwenye lile kanisa kubwa kule, wengi wamezikwa sana kule kanisani kule. Kwa hiyo hata kwa hapa Sambarai bibi zangu walikuwa wanakuja hapa Sambarai hapa. Tangu miokoka mpaka sasa hivi unaona utofauti gani ambao unao katika maisha ya kiroho? Katika maisha ya kiroho ninaona mimi hapa sasa hivi nina nguvu na maendeleo kidogo, kwa sababu nilikuwa hata sina hata nyumba ya kulala.
Kidogo Mungu akageuza mara moja, nikapata wazo kwamba fanya hili unaweza kupata mahali pa kulala pazuri. Nilikuwa hata sina maji, naenda kununua maji, nimepata maji. Nilikuwa natumia kibatari, sasa hivi na kwa hivyo naona nimepiga hatua. Umeokoka, tunajua huku Uchagani, matambiko. Matambiko tangu hata sijaokoka. Ndio. Kwa tutindiki. Ndio. Ni kwangu alikuwa watambiki kabisa. Mpaka baba ameondoka duniani hakuna kutambiki. Kitochi. Kile kidogo ndio. Lakini nilikuwa mkorogaji. Kwa maana nilikuwa unapika. Ndio. Kwa hiyo umeuza kwa muda mrefu? Si sana, kiasi tu. Nimeuza sana na nilikuwa nauza haswa. Ndio. Koroga na kuuza ndio ilikuwa biashara ya kuweza kupata chochote kwa urahisi zaidi. Na kipindi kile kahawa bado zilikuwa zipo. Kwa hiyo fedha ilikuwa inaingia sana kwa watu. Kabisa. Babu yangu alikuwa ni mkulima wa kahawa kweli. Alikuwa mfugaji maarufu kweli. Emili alikuwa mfugaji, anakwenda na kiti saa 12 yuko chini ya kahawa na kata kahawa, na sisi ndio tunafuata kulima, kuchuma, kusaga, kupeleka sokoni. Tunakuja na vyakula mingi, manyama mingi, kila kitu kingi. Mtu uishi kwa shida. Kama maisha ya sasa hivi jinsi yalivyo, kuna utofauti mkubwa sana. Ukija huko unakuja na maminyama, kama takataka gani, kila kitu. Mbali kuna mahindi, kuna ulezi, kuna kila kitu. Mbuzi zipo, ng'ombe zipo, maziwa yapo. Kuna shida. Sasa hivi ukamue, fuga miaka ngapi kile kijicho. Lakini kwa sasa hivi nimeona kwamba unafuga mbuzi. Mbuzi. Zamani ulikuwa unafuga pia ng'ombe? Hapa nilikuwa nimefuga ng'ombe pia. Ng'ombe alikuwa ni dume azae nikamuuza. Na ufugaji mwingine wa kuku? Hivyo. Na saa nyingine wanakufa, kama kuwaisha dawa wanakufa. Unaanza tena upya hivyo tu. Umeniambia kwamba wewe ni mkulima wa muda mrefu, na miaka ya nyuma kima walikuwa bado wanasumbua kama sasa hivi? Mpaka nyani. Licha ya kima mpaka nyani wakubwa. Sasa yuko mmoja tu anayetembea. Kidogo anachechemea, amebaki mwenyewe ndio anasumbua hapa. Kimbiza kuku mpaka amekuja kumlia hapa mlangoni. Kutoka huko mtoni. Sisi tunabandika maharage na yeye anakula kuku. Maana nakumbuka ya kwamba watu wa mtoni uwezo ukamkosa na mbwa. Mbwa wapo, hata mitego ipo, lakini wale wategaji nao wameshachoka. Hawawezi tena kutega. Basi wametawala. Wang'ambo afadhali wao kidogo kwa sababu wamepunguza kivuli cha miti, wamekata miti. Huko sisi hatusubutu kwa sababu wanatufuatilia, serikali haitaki kuharibu mazingira. Ndio hivyo sasa. Vipi kule maeneo ya mtoni ambapo unafanya kilimo na masumbufu ya hawa wanyama waharibifu kama kima, waga kweli unapata mahindi? Si mpaka ulinde, mpaka uvune ndio utapumzika. Maana kuna kipindi mlikuwa mnapeana mazamu na mtoto wako wa kwanza Dominiki. Na mpaka sasa itakuwa hivyo. Kwa maana siku za Jumapili unakuta wewe unabaki au yeye anabaki. Ndio hivyo. Sababu lazima itakuwa hivyo. Kwa miaka yote msimu wa kilimo lazima ratiba iwe hivyo. Kila mmoja anajua Jumapili mimi zamu yangu, Jumapili nyingine zamu ya mama. Ndio. Mchezo ndio. Mpaka uvune kabisa, uingize ndani hapo. Likiwa likavu anachukua naenda kuliroweka huko mtoni. Ile mitego ya kuweka vinyago, unavalisha vinyago. Wameshajua, wana akili, wale wamekuwa akili kama binadamu. Anaona, anajua yule ni mtu. Au mwanamke kifukuza kima akimbii. Anajikuna. Akikuona umeenda nyumbani na kuchungulia yule tayari ameteremka tayari na ana mtoto wake mgongoni. Lakini ukifuga mbwa pia inasaidia kidogo. Inasaidia. Kwa maana akiwa anabweka
wanakuwa wanaogopa. Lakini nasikia kuna kipindi wanaweza wakamzoea mbwa. Maana zamani nilikuwa naona au zile nyumba ambazo zipo karibu na mto wanamfunga mbwa na mnyororo. Sasa yule kima akimtisha hivi, akiona mbwa asogei, anaona huyu kafungwa. Anaenda kula upande mwingine. Wanakuwa na akili kama binadamu wa wanyama. Kuna na tumbili vile vile, tumbili wapo. Tumbili wanakaa sehemu ile ya chemchemu kule. Wanakuja wanarudia hapo mfereji wa katikati. Na wanapandisha taratibu. Nasikia miaka ya nyuma kwamba serikali iliamua kumtafuta mtu kuwa anapiga risasi juu. Sasa hivi basi hakuna mtu aliyejitokeza kusema bwana kutoka malalamiko kwamba jamani tunasumbuliwa na mifugo na wanyama. Wako kimya tu. Wako kimya tu. Si una ushuhuda wowote ambao Mungu amekutendea? Sababu tunasema kwamba mwenye mwana hakosi ushuhuda. Na sisi maisha yetu ni ushuhudiaji. Jambo gani ambalo Mungu amekutendea ambalo unasema kweli hili sitaka nilisahau? Ni kwamba nilikuwa sina nyumba kabisa ya kulala. Kabisa. Ni chumba cha matope. Sengine kanavuja, unaona kibambaza kana poromoka parara na umelala hapo. Kanajitenga. Kanaanguka kule badala ya kuangukia wewe na umelala hapo. Akateremka pururu. Kufika hapa kwangu wakaniacha huko akarudi kule. Ndio ambayo na hii ya moto silishaupata. Kuna kipindi nilisikia kwamba kidogo nyumba yako iungue. Kuna nyaya ambazo ziligusana. Ni box hilo. Wale nyuki wadogo walienda kutunga huko asali. Ndio. Asali ilipojaa likapasuka, moto ukawaka. Kwa huruma ya Mungu umewaka na akazima mwenyewe. Basi nikashukuru Mungu, tukapiga simu kwa hao jamaa wahusika, wakaja wakasema hili limeungua kabisa, ni la kutupa huko liko lingine. Wakaliondoa kule wakalitupa, wakaenda kutafuta siku wakaleta, wakaja wakafunga hapo. Hilo ni lipi? Sisi tunajisikia hapa hamngekuta kitu. Pangeungua pote. Hamngekuta kitu wala na sisi tena basi ni saa 4 za asubuhi. Ndio. Mimi niko hapo mwenzangu anaona moto unavyowaka kule. Hakuipiga kelele wala kusema nini, anakuja taratibu ananyatia. Anasema iungue iteketee. Mmoja akasikia kitu limebonduka huko. Kitu kama risasi pum. Akasema huyu ameshapona, akarudi taratibu. Mimi sina habari kuna moto umeshawaka hapa. Akakaa mpaka kesho yake saa 3. Anakuja kutu. Anang'ania unang'ang'ana tu na maharage. Kaambia sasa hii mvua yote iishe bila mimi kufanya shughuli manake ni. Akaniambia muangalia hapo. Nikaanza kutetemeka. Unatetemeka je, ungeona jana? Nikaambia kwani ulikuwa wapi? Nikaambia mimi nilikuwa hapa unaniona mnavyokata majani na kuja natupa naenda nakata majani natupa. Ukanyamaza mpaka leo saa 3 ndio unakuja kuniambia. Akanyamaza kimya. Akaenda zake, mimi nikaendelea sasa na kupanda maharagi yangu kwa sababu najua Mungu kashaniokoa, moto umewaka na mzima peke yake, kwa hiyo ananipenda. Anapenda niendelee kuishi. Basi mpaka leo wanajua kweli mimi ni mtoto wa mfalme. Mambo mengi baba huyu ananiokoa sana. Baba huyu mfalme aliyenileta hapa duniani. Basi mimi nakushukuru sana, umenikaribisha, na kushukuru kwa ushuhuda wako mzuri. Lakini nimefurahi na nimefarijika sana. Sababu wewe ni mzee, miaka 90, bado unamtumikia Mungu, na mimi nina tamani nifike umri kama wa kwako. Alafu ni maisha yangu mimi ni ushuhuda. Kwamba miaka 90 kwangu mimi si kitu. Siwezi nikalala mvua zinanyesha. Kuna wengine hata miaka 90 hawana. Lakini ni wavivu hata kwenda kwenye nyumba za ibada. Kazangu kwa tunasoma nao hawapo, ni mimi tu nibakia. Wale kwa tunasoma nao. Mama leo na mjaki yake Mary. Namsikia. Mama yake ndio tulikuwa tunasoma naye, ndio juzi ndio mimi tu nimebaki katika wale tulikuwa tunasoma nao kule Msinga. Kwa wale marafiki zako wa utotoni tunasoma nao kabisa hawapo. Wa shuleni wote. Mama yake Kemeli niko tunasoma naye. Ndio Ameondoka juzi, sasa nimebaki mimi peke yangu katika wale wote.
Uchagani tunasema lumbo. Lumbo jako wakao. Bisawa hapo. Ubarikiwe sana bibi. Amina. Amina. Hii ni sehemu ya mtoni, kwa maana ya sehemu ya shamba ya Bibi Evaristi. Na ukiangalia hapo bibi ni mkulima kama alivyosema, na ni sehemu ambayo nyani wanamsumbua sana.